Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia, diplomasia na mwanamajumui wa Afrika. Jana tarehe 27 mwezi huu wa 3 mwaka 2026, jeshi la Irani ambayo inaitwa Iran Revolution Guard Corps lilifanikiwa kufanya mashambulizi ya kurusha mabomu ya masafa kwenye kambi ya jeshi ya Marekani Saudi Arabia na kujeruhi askari. Lakini jana hiyo hiyo baadhi ya askari wa Marekani waliokuwa wametua na ndege kwenye kikosi kwenye kisiwa cha Kagi ambacho kipo karibu na mlango bahari wa Hormuz ambacho Irani amekuwa akikitumia kusafirisha mafuta, wamekamatwa, wengine wamejeruhiwa. Kwa mujibu wa New York Times, gazeti maarufu la Marekani, nasema zaidi ya askari 20 wa Marekani wamekamatwa na wengine wamejeruhiwa, wamekamatwa na Irani. Na Irani wamesema askari hao wanawatibu na matibabu vizuri, ambao Irani itawatumia askari wao kama kwenye bargaining chip, kwenye nguvu ya makubaliano na maridhiano na Marekani. Kwa hiyo sasa hivi Irani ana kitu, ameufunga mlango bahari wa Hormuz, na ameyumbisha uchumi wa dunia kwenye mafuta, amelipua kambi za jeshi za Marekani, na sasa anao askari wa Marekani mkononi. Hii itamsaidia kwenye meza ya mazungumzo. Lakini hii sio mara ya kwanza Irani kushikilia mateka wa Marekani. Turejee kwenye Operation Eagle Claws, yani makucha ya ndege tai. Ifahamike kwamba mwaka 79 yalifanyika mapinduzi ya Kiislamu ya Kishia nchini Irani, ambapo imam maarufu wa kwanza wa Kishia nchini Irani ambayo ni Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini, yeye walifanya mapinduzi ya Kishia wakamuondoa Mohammed Shah Pahlavi ambaye alikimbilia Marekani. Kwa hiyo tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 79, kundi la wanafunzi wa Kiislamu wa Kishia wenye msimamo mkali Teherani, Irani, waliuvamia ubalozi wa Marekani nchini Irani, kisha wakachukua maafisa 66 kwenye ubalozi wa Marekani. Katika hao maafisa 66, kwa mujibu wa Irani, walifanya upembuzi, wakagundua kwamba watu 13 hawana muhimu, wakawaachia watu 13 baada ya siku 30. Baadaye wakaendelea kuwashikilia mateka 52, ambao katika hao mateka 52 kulikuwa kuna maafisa wa juu wa ubalozi wa Marekani nchini Irani, yani Teherani, na wengine wenye walikuwa na asili ya Israeli, walikuwa wakifanya kazi za pamoja na Marekani kwenye ubalozi pale. Kwa hiyo baada ya kushikiliwa hao mateka, ilichokifanya serikali ya mapinduzi ya Irani ni kuishindikiza Marekani kukubali matakwa hayo. Marekani na washirika wake Israel, MI6 Uingereza, BND Ujerumani Magharibi walitumia operation mbalimbali kujaribu kuingia Irani kuwapata wale mateka, ilishindikana. Walijaribu kutafuta mamruki, yani askari wa kukodi kutoka kwa kundi la Waazeri pamoja na Wakurdi, ikashindikana. Lakini hata wale mateka 13 wa mwanzo walioachiwa ilikuwa ni kwa sababu ya serikali ya Pakistani ndio iliwaomba Irani wakawasaidia. Pakistani ana urafiki na Irani, lakini vivyo hivyo Pakistan ana urafiki mzuri na Marekani. Kwa hiyo unaona kitu kama hicho. Kwa hiyo mapendekezo ya Irani, kwa nini Irani aliweza kuivamia, kwa nini wanafunzi wa Irani walivamia ubalozi wa Marekani na kukamata mateka kwenye ubalozi? Kwanza, Irani wana mapinduzi walitaka Mohammed Shah Pahlavi arejeshwe Irani ili ashtakiwe kwa mauaji aliyofanya kipindi cha utawala wao na familia yao kutoka mwaka 53 mpaka 79. Lakini namba 2, Irani ilitaka kuondolewa vikwazo vilivyowekewa, lakini mali za Marekani ambazo zilikuwa zimetaifishwa na Uingereza na Ufaransa na Israel kwenye nchi mbalimbali walitaka zirejeshwe. Lakini kabla ya hapo, kulikuwa Irani ilitaka kulipa kisasi dhidi ya operation ya Ajax. Operation ya Ajax ni operation iliyofanywa na Marekani, Uingereza, Ufaransa na Israel kufanya vurugu nchini Irani na kumkamata waziri mkuu wa Israel Mohamed Mossadegh, ambaye aliamua kutaifisha makampuni ya wazungu walikuwa wanachimba mafuta Irani. Kwa hiyo waliamua kumkamata na wakamuua. Ndio Marekani na Israel na Uingereza na Ufaransa
wakaamua kuweka serikali ya Mohammed Shah Pahlavi, utawala wa Shah wa kifalme. Kwa mateka walishikiliwa kwa takriban siku 444 kutoka tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 79 mpaka tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 1981, siku ambayo rais wa Marekani Ronald Reagan alikuwa akiapishwa. Ronald Reagan alishinda uchaguzi wa mwaka 80 dhidi ya Jimmy Carter. Mgombea wake mwenza alikuwa ni George Bush mkubwa, Bush baba. Kwa hiyo Marekani pia kabla ya kufanya makubaliano ya kuwachukua hao mateka walifanya Operation Eagle Claws. Ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 80, Operation Eagle Claws. Operation hiyo ilikuwa ni ushirikiano kati ya Mossad, CIA na Pentagon. Walitengeneza operation kwenda kuwaokoa mateka ndani ya Iran, lakini geography wanasema the geography defeated the modern technology. Wanasema jiografia ya Irani iliweza kuwasaliti mataifa ya magharibi kwenye Operation Eagle Claws na ikafeli. Operation hile ilifeli. Kuna nadharia mbili. Kwa mujibu wa watu wa magharibi wanasema operation ile ilifeli kutokana na hali ya hewa, ndege kuharibika na askari wa Marekani kufa, lakini kwa mujibu wa watu wa Teherani wanasema waligundua kama wanakuja wakawawekea mtego. Kwa hiyo katika ile operation hitilafu za ndege na helikopta ziliharibika. Dhoruba ya vumbi jangwani. Katika operation hiyo zaidi ya wanajeshi 20 wa Marekani walikufa, wengine walijeruhiwa, na kukatokea mgogoro kati ya Pentagon, CIA na Mossad. Pentagon wakaamuru operation ile isitishwe kwa sababu imekuwa na majeruhi na hakuna kilichofanikiwa wala mateka hawakuwapata. Hali kama hiyo ilipelekea mgogoro mkubwa ambapo Pentagon, CIA, Bilderberg na makundi mengi ya Kiyahudi na wakizayuni kule Marekani walianza kuipa lawama serikali ya wakati huo ya Jimmy Carter kwamba imeshindwa kurejesha mateka, haina uwezo. Lakini Ronald Reagan wa chama cha Republican pamoja na mgombea mwenza wake ambaye ni George Bush baba, Bush senior, walitumia kisa cha mateka ambao ni the hostage crisis, the crisis of hostage, the hostage crisis, kwa ajili ya kuiangusha serikali ya Jimmy Carter. Lakini baadaye Marekani wakawa wanatafuta ni kwa namna gani wanaweza wakawapata hawa mateka. Ikabidi watafute nchi ambayo ina uhusiano mzuri wa kidiplomasia na Irani. Ikatafutwa Algeria. Kwa hiyo sasa Irani ndio walikuwa wa kwanza ili mateka wa Marekani waachiwe. Irani masharti yao yalikuwa kama ifuatavyo: moja, mali zilizotaifishwa na kugandishwa za watu wa Irani, Ulaya, Marekani na sehemu zingine zirejeshwe. Lakini mbili, Marekani irejeshe utajiri ambao Mohammed Shah Pahlavi yule aliyopinduliwa mwaka 79 aliyopeleka Marekani, aliyohamishwa nao, au rejeshe. Marekani iondoe vikwazo dhidi ya mafuta ya Irani kwenye soko la Ulaya. Lakini Marekani iahidi kwa hati ya maandishi kwamba haitaingilia siasa za Irani, na Marekani itangaze kupitia Umoja wa Mataifa kwamba inamtambua kiongozi mkuu wa Irani Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini kama kiongozi halali na anayetambulika. Makubaliano hayo kwa ujumla yalifanyika katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, na kupewa jina na wanadiplomasia kutoka Tehran na Washington kwamba the Algiers Accord of 1981 to end the long-term hostage crisis of 1979. Na wale mateka 52 muhimu wakiwemo majasusi na makomando wa Marekani walioshikiliwa waliachiliwa tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 81, siku ambayo rais mpya wa Marekani Ronald Reagan na makamu wake Bush mkubwa, Bush baba, Bush senior walikuwa wanaapishwa, na ikapelekea athari za kidiplomasia na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, Israel. Athari za tukio hilo, the long term hostage crisis of Tehran, zilipelekea propaganda, kuishiwa nguvu kwa propaganda za Marekani, Israel na Ujerumani kuhusu ubora na nguvu za Marekani na Israel Mashariki ya Kati. Lakini sifa ya Irani ya kuweza ile concealment and camouflage cover, maana wale mateka walikuwa wakihamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili kuzuia wasije
wakachukuliwa ndani ya Irani. Mahusiano kati ya Marekani na Irani yalivunjika kabisa. Marekani ilirejesha vikwazo zaidi ya 80 dhidi ya Irani. Tukio hilo lilichangia pakubwa kuanguka au kushindwa kwenye uchaguzi kwa Jimmy Carter pamoja na makamu wake wa rais Mheshimiwa Walter Mondale. Walishindwa vibaya sana kwenye uchaguzi wa mwaka 80 uliofanyika mwezi Novemba. Lakini sasa tunakuja kusema kwamba hawa mateka ambao jana tarehe 27 mwezi wa 3 ambapo Irani imewashikilia wa Marekani, mateka hawa Irani ni lazima iwatibu, iwape chakula na maradhi ili kusudi Irani itumie mateka hawa kama the bargaining chip, the power of bargaining, kwa sababu mpaka sasa hivi Irani anakula tatu, ana mateka wa Marekani, ameshikilia mlango bahari wa Hormuz, ana kisiwa cha Kagi, makombora yake yana uwezo wa kushambulia Israel, yana uwezo wa kushambulia kambi za Marekani maeneo yote ya Mashariki ya Kati. Lakini pia Irani amefanikiwa kutengeneza mgogoro kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani kuhusu vita ambavyo Marekani alivianzisha. Kwa maana hiyo Irani yupo kwenye nafasi nzuri, na ningewashauri watu wa Irani waendelee kutafuta mateka wengine kutoka Marekani na Israel wawashikilie ili wapate the power of bargaining, kama vile Hamas walivyokuwa na mateka wa Kiyahudi walivyowashikilia kwa muda mrefu na wakawa na the power of bargaining, itawasaidia sana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuwakumbusha kwamba Irani ni nchi yenye historia ndefu. Yapo mataifa yaliyojaribu kuingia Irani lakini yalikwama. Kwa hiyo when geography beats modern technology and military logistics and equipment, kwa jiografia Irani bado inawabeba milima, jangwa, vumbi, mapango ya kihistoria ya muda mrefu, ambapo kule Chindo kuna viwanda vya kutengeneza silaha, ambapo kwa makombora ya angani huwezi kuyashambulia yale mapango. Asanteni sana, msisahau kusubscribe na kuwasiliana moja kwa moja na mimi Rugete Musa Rugete kupitia namba zangu za simu 0755988284 au namba ya Tigo 0776 088284.